Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, na ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi na kusitu kusubscribe sasa ZTV kwa ajili ya kupata habari zaidi za michezo, lakini pia za burudani zote utazipata kupitia channel yako hii ya ZTV. Na mchambuzi kutokea pale EFM Abisai Stefan, yeye amezungumza na amechapisha kupitia ukurasa wake wa Instagram wa kuandika kwamba mchakato wa mabadiliko ya Yanga ni kipimo kwa Health. Imekaje? Mashabiki wa soka la Tanzania, hii imekaje kwamba mchakato wa mabadiliko ya Yanga ni kipimo kwa Engineer Health? Anahoja mchambuzi huyu, tumsikilize hapa Abisai Stefan kwamba yeye anasema mchakato wa mabadiliko ya Yanga ni kipimo wa Health kutokana na sababu ambazo amezitaja hapa. Anasema kwamba haya mabadiliko yanayotokea kwenye klabu ya Young Africans ni kipimo tosha kumgundua Health ni kiongozi bora na ni kiongozi wa namna gani katika timu ya Young Africans. Health hapa, lakini usisahau kuwasha alama ya notification na alama ya notification kwa ajili ya kupata habari zaidi za michezo kutokea hapa ZTV. Abisai huyo hapa, tuungane naye kwenye dudumizi leo. Tumrudisha hodi pale klabu ya Yanga, na ujumbe wa dudumizi unasema hivi: mchakato wa mabadiliko Yanga, kipimo kwa Engineer Health. Mchakato wa mabadiliko Yanga ni kipimo kwa Engineer Health. Tunakumbuka ndugu zangu, juma lililopita kulikuwa kuna mkutano mkubwa wa FIFA wa Football Club Summit ambao ulifanyika Doha kule Qatar. Walikuwa mbalimbali walialikwa, na mkutano wenyewe ulikutanisha viongozi wa mpira wa miguu ambao wanasomea kozi za football management level diploma, lakini pamoja na wachezaji wa zamani kutoka Afrika na kwingineko Ulaya na duniani. Kwa hiyo walichanganywa kwenye eneo moja na kutaka kupata experience ya timu za Afrika kuhusiana na uongozi. Mmoja wa wazungumzaji alikuwa rais wa klabu ya Yanga ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja wa klabu Afrika. Kifupi chake ni ACA. Engineer Health. Na alikuwa anazungumzia kuhusiana na key elements for successful transformation. Vielelezo ambavyo vinaweza kufanya mtindo wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu kuwa mafanikio. Ndio ile ambayo alitolea mfano Simba, watu wakaanza kuongea. Tunakumbuka ile tukio, sio? Sasa kwa nini dudumizi imesema mchakato wa mabadiliko wa klabu ya Yanga ni kipimo kwa Engineer Health? Kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza, ameshaona Simba walipita njia ambayo sio sawa. Kuna eneo la kwanza kwa kutokujua, kwa sababu kuna ugeni wa mtindo wa klabu zetu kuhama kutoka mfumo wa wanachama kwenda kwenye mfumo wa kampuni mpaka kupata mwongozo wa serikali, na sasa hivi wanakaribia kumaliza utaratibu ambao ni kubadilisha katiba yao. Ipo kwenye hatua ya serikali, si ndio hivyo? Lakini pia sababu ya pili ni kwenye ile presentation yake amezungumza mafanikio ya Yanga baada ya Yanga kustaarabisha uongozi. Na sasa wao washapata msaada kutoka Sevilla, klabu ambayo iko La Liga. Kwa hiyo watu wote wamekaa kwa umakini kutaka kuona mchakato wa Yanga utaendaje. Yeye kwa namna ambavyo amepata mafunzo kwa kuona Simba walivyopata tabu, kwa namna ambavyo Engineer Health amepata mwongozo kutoka Sevilla, wadau wa michezo pamoja na dudumizi tunategemea mchakato wa uendeshaji wa mabadiliko ya klabu ya Yanga usiwe na mapungufu kama ambavyo ndugu zao walifanya. Tunategemea baada ya kuwa amepata hiyo mifano na uelewa, mpaka kuwa mmoja wa wazungumzaji awe ndio kielelezo, awe game changer kwenye huu mchakato. Kwa sasa umefika kwenye hatua ya kutaka kwenda kwenye soko la hisa baada ya klabu yao kuithaminisha kwenye mkutano mkuu na kusema ni bilioni 100. Kwa hiyo wataenda huko, watafanya taratibu kwenye soko la hisa kwa mujibu wa sheria. 51% zitabaki kwa wanachama, 49% zitaenda kwa wawekezaji. Wawekezaji watakuwa 4, kila mtu akimiliki 12.5. Ndio hivyo. Then watatoa wakilishi wao kwenda kwenye bodi
na Yanga huko watatoa 5, watakuwa jumla watu 9. Watano kwa nini? Kwa sababu Yanga ndio wanamiliki club. Kwa hiyo wao kama kampuni Yanga Holding pamoja na wao wawekezaji wataunda umoja, ndio hiyo ya Yanga Sports Club Company Limited ambayo ndio itazaliwa. Hapo ndo mambo mengine yataendelea. Kwa nini watu wanaotaka mfumo? Kwa sababu unakupa wawekezaji wa ziada 4 ambao wote watakuwa wanatoa mitaji ya kuendesha club, lakini na nyinyi 51 mtakuwa mna vyanzo vyenu kupitia udhamini mkuu wa klabu, wa jezi na vitu vinginevyo. Kwa hiyo hoja ni kuleta kipato kikubwa kwa club na uongozi bora ili timu iende. Sasa ikitokea Yanga tena unaanza kusuasua kwenye mchakato, watu wengi tutamtazama kama Hersi amefeli kwenye huu mchakato kwa sababu ya hayo mafunzo ambayo ameshayaona huko kwingine. Yes, basi nakusihi tu kusubscribe sasa ZTV kwa ajili ya kupata habari zaidi za michezo. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi na unafuatilia channel hii ya michezo ya ZTV, basi nakusihi tu kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo na burudani kutokea ZTV. Cha kufanya ni kimoja tu, kusubscribe, lakini pia usisahau kuwasha alama ya notification kwa ajili ya kupata habari zaidi za michezo na burudani pia. Nikutakie siku njema.